Julius, hujambo? Habari za sasa? Wakazi wa Kula wanazungumzia nini kuhusiana na mada ya leo? Naam, shukrani sana Chichi Josephine kutoka studioni kuhusiana na mada yetu leo hii ambayo tunazungumza kuhusiana na swala zima la hamahama ya vyama vya siasa. Nimezungumza na wakazi wa kaunti ya Taita Taveta kusikia kauli zao ni gani kuhusiana na swala hili zima, msimu huu ukitarajiwa kwamba ama ikifahamika kwamba tayari baadhi ya wanasiasa wameanza kampeni za uchaguzi wa mwaka ujao 2027. Mimi kwa majina yangu naitwa Cromwell Baridi, former MCA na also majority leader Taita Taveta County. Swala la kuhamahama nafikiri kila mtu anafuata interest. Swala kubwa kwa hiyo unajua kuna vyama hizi kubwa kubwa zitaenda kuform unit, wanaenda kufanya coalition. So ukijihisi kwamba katika hiyo coalition labda utatendewa haki, inakubidi uhame. Na tutaona miungano mingi sana sasa hivi vile tunaelekea wakati wa siasa. Na hizi vyama zinatengenezwa obviously kwa sababu ya manufaa ya kisiasa, manufaa ya wanasiasa, si kwa manufaa ya wananchi. Anafikiri wale ambao wanatengeneza vyama wanataka kuwa na sauti. Kwa sababu ukiwa na chama, ukiwa na wabunge wengi, utakaribishwa kwa meza kubwa ya kupanga vile serikali itakuwa ina run. So nafikiri ni interest, hakuna kitu kingine. Na kufikia sasa hivi tumeona baadhi ya wanasiasa wameanza kuhama vyama, wengine wamezindua vyama vyao. Je, tutarajie nini kuendelea mbele kabla ya uchaguzi mkuu ujao? Mfano wa kuhama chama kwa sahihi, unajua kama ODM itakuwa na zoning. Hiyo ni kitu ambacho tunajua. ODM pale ambapo ODM ni stronghold kama Coast. Tayari UDA pale ODM iko na stronghold, UDA haitaweka candidate. So kama wewe ni mtu wa UDA na unajua kabisa huko maeneo ya ODM, itabidi uhame. Kwa sababu utabebwa na hiyo wimbi la ODM. Tuchukue kwa mfano kama Malindi ama Kilifi. Kilifi Aisha Jumwa amekuwa UDA. Lakini ukiangalia Mngaro, yeye ndiye ako na tikiti ya ODM kwa sababu amekuwa governor ODM. Sasa akipiga akili pale, ODM UDA haitaweka candidate kwa sababu pale ni ngome ya ODM. So hana budi than kuhama, ili at least yawe na nafasi ya kusimama. So wengi wanasimama kwa sababu ya interest zao. Wakiona hapa kama kutakuwa na zoning hapa sitapatiwa nafasi, itabidi uhame uende kwa chama kingine ile ambayo utakuwa na nafasi. So tuta expect mambo mengi ambayo itabadilika tukifikia uchaguzi. Sasa you cannot rule out anything. Hata watu wanasema Rigathi Gachagua anampiga Ruto, lakini kesho unaweza kuta Rigathi Gachagua ameungana na Ruto. So to expect mambo mengi ambayo itashangaza wananchi. And that's why wananchi wanaambiwa kwamba siasa usiweke kwa roho. Siasa ni kitu ya kupita. Maoni yangu kama mwananchi wa Kenya nikiwa hapa Voi kama Richard Muganga ni kwamba mimi nashangaa na wananchi na wa Kenya, kwanza especially viongozi wetu. Unakuta mtu alikuwa chama fulani, anatoka anabadilisha chama. Ile chama ambapo alikuwa zamani anafuatilia hizo sheria ama za vyama za upande wao ameacha, akarudi kwa chama kingine na huko anatupatia sera ambazo sisi wananchi hatukutarajia. Kwa mfano kama ambao walikuwa kwa chama cha huyu mheshimiwa ambaye alikuwa former former deputy president, walikuwa kwa UDA. Sasa hiyo wamehama kwa chama kingine na sasa wanaleta sera za DCP ambazo sisi wananchi hatuelewi. Hata tunashangaa sisi kama wananchi, ni mwelekeo gani utatubeba tukiwa hapa katika nchi yetu ya Kenya kwa ajili ya kuelewa mwelekeo wa chama ni nini? Hiyo ndio kitu inatushangaza. Wewe ungehisi ifanyike vipi? Kulingana venye tunajua na vile katiba ilipitishwa, tuliambiwa kwamba mtu kama anagura kwa chama ni abadilishe kwanza, ajiuzulu. Venye tunajua katiba 20 inasema ajiuzulu, apiganie chama kingine, apetiwe kura na wananchi ndio apeleke zile sera za chama kingine katika bunge ili asaidie wananchi wake. Lakini unakuta mtu ako kwa UDA lakini anafanya kazi chama, tuseme kwa mfano chama cha DCP ama chama kingine, ambapo sisi hatufurahi kama wananchi. Tunaona kama tunadanganywa. Tunaona kama wanasiasa wanatuzunguka, wanatufanya sisi kama kutumia ili wapate uongozi ama wapate maendeleo kwa faida yao wenyewe, lakini kwa mwananchi hakuna kitu wanatufanyia, na hiyo kitu haitufurahishi. Hii imekuwa ni hali ya kusikitisha sana, kwa sababu hawa jamaa na hawa viongozi wetu wamejipanga kivyao. Tumekuwa tukiona venye wanahama vyama vya kisiasa, wanafanya nini, mikutano inafanywa, tumeona mambo ya hata magoons.
tumeona wanasiasa wetu kwa ufupi wamepotoka kimaadili. Kwa hivyo kile ambacho ningependa kusema ni kwamba wananchi wetu wakaweze kujipanga, kwa sababu viongozi wetu hawako nasi kabisa. Hata ile vyama ni kwamba wanatufunga macho tu, lakini ukweli ni kwamba roho zao haziko na sisi kabisa. Na Mchichi, ndio maoni kutoka kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na swala hili la hamahama ya vyama vya siasa. Na sasa naregesha usukani kwako studioni kuendelea na mada hii. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Kwako studioni Chichi. Shukran sana Julius Mariki Mwakivo kutoka kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na mazungumzo hayo. Hivyo basi